yote yanayokwenda juu yanakuwa yameshapita kwenye ofisi za serikali. Hakuna moja linalozuka moja kwa moja. Mtu anapeleka ofisi ya kata, anaambiwa uje kesho. Anaenda kesho, anaambiwa uje kesho kutwa. Akienda kesho kutwa anaambiwa uje wiki ijayo. Akienda wiki ijayo anaulizwa, hivi ulileta kitu gani? Ameshasahau. Viongozi wote wa umma kwenye ofisi yoyote, hatukujenga ofisi za umma kila eneo ili tugawane madaraka. Mheshimiwa Rais katoa magari kwenye ofisi mbalimbali za umma, katoa mapikipiki kwenye ofisi mbalimbali za umma. Hivi si vitendea kazi vya kuendea kwenye semina, ni vya kwenda chini kuwasikiliza wananchi na kutatua kero zao. Sasa tumeelekeza wale wanaofanya tathmini, tutaendelea kufuatilia utekelezaji wa maelekezo ya aina hii. Na waheshimiwa madiwani, kwa wale ambao ofisi zinafika, na waheshimiwa wabunge, tuko pamoja kila wakati, wale ambao ofisi zitafika, changamoto za wananchi zitafika kwenye ofisi na wakaacha kutekeleza, tunataka tujue ili watupishe mapema, tupeleke watu ambao watasikiliza watu. Nilisema na yasema ya nidhamu kwenye sekta ya umma, lakini na nidhamu kwa sekta binafsi. Hatutashughulikia tatizo la ajira kama hatutaheshimu sekta binafsi. Duniani kote hakuna nchi ambayo wananchi wake wote wameajiriwa serikalini. Haipo. Mataifa yote ambayo idadi ya watu inaongezeka, kimbilio lao la kuondoa umaskini, kimbilio lao la kupatikana ajira ni sekta binafsi. Lazima tuheshimu sekta binafsi. Nasema kwa serikali, nasema na kwa Watanzania wote. Lakini jambo lingine, niliwaambia mambo mawili ya muhimu ili haya mambo yote tunayoongea yaweze kufanyika. Moja, nidhamu. La pili, lazima nchi yetu iwe na amani. Nawaambia Wanasongwe, nimewaambia na wengine, Tanzania si mali ya serikali. Tanzania si mali ya vyama vya siasa. Vyama vya siasa vipo kwa sababu kuna nchi inaitwa Tanzania. Si mali ya vyama vya siasa, si mali ya viongozi, si mali ya serikali. Tanzania ni nchi, ni mali ya Watanzania. Kwa hiyo mnufaika wa kwanza wa amani ya Tanzania ni Mtanzania mwenyewe. Amani ya Mlowo, mnufaika wa kwanza wa amani ya Mlowo hapa ni wewe mwenyewe, mwana Mlowo. Ndio haya mengine yote tunayosema hayawezi kutekelezeka kama hamna amani. Hatuwezi kushinda vita ya umaskini kama hamna amani. Hatuwezi kushinda tatizo la kukosekana kwa ajira kama hamna amani. Sasa naisisitiza hii kwa sababu kumeanza kujitokeza watu kupuuza masuala ya amani. Kwa sababu yeyote ile iwayo, jambo moja ambalo unatakiwa kulinda ni amani ya nchi yako. Kwa sababu bila nchi yako kupata amani, na wewe mwenyewe hupati amani. Mipango yoyote mizuri, ahadi zozote nzuri huwezi kuzipata bila amani. Kwa wale wasoma Biblia, Yeremia 29:7 pale, tena niseme kwa sauti ya mtumishi wa Mungu ninayemheshimu, mtumishi wa Mungu Mwakasege, anasema, kwa maana kautakieni amani mji ule,
mkauombee kwa Mungu, kwa maana katika amani ya mji huo nanyi mtapata amani. Sema haleluya. Hata Waislamu wanaposema asalamu alaykum wanasema amani iwe juu yenu. Ninyi wana Mloo hapa mtapata amani kama Mloo ina amani. Nilipita pale Tunduma nikawaambia, wengine ni visirani vyao vya kwenye vyama vyao, wamekuwa na visirani na washindani wao. Wewe unakuwa na kisirani na Mwigulu, unafanya fujo Tunduma, kumbe kule Iramba wananiita baba, si tunakunywa maziwa tu. Nani sasa aliyekosa amani pale? Kwa hiyo ninyi huku mnakosa amani Tunduma hapa, ninyi mnakosa amani Mloo hapa, sisi kule tunaendelea. Ndio hivyo. Amani, mnufaika wa kwanza ni wewe mwenyewe. Amani ya Mloo, mnufaika wa kwanza ni wewe mwenyewe. Hello. What's your name? I name it Laura. Do you mean my name is Laura? Yes, perdón. Where are you from? I'm from Spain. Do you mean I am? Ndio maana wale wote ambao wanashabikia sana vurugu, wao hawako hapa. Nimeambiwa katika baadhi ya maeneo hata waliokuwa wanaanzisha vurugu ikikolea tu wanapanda pikipiki wanaondoka. Ninyi hamkuona hilo? Wanajua mnufaika wa amani ni mwananchi mwenyewe aliyeko pale. Lindeni jambo la amani, ndio msingi wa kwanza wa mengine kuweza kufanikiwa. Kumekuwepo na jitihada nyingi. Watanzania tuamke, hizi sio bure. Jitihada hizi zinazofanywa za kuhakikisha Tanzania haiko na amani sio za bure. Zingine ni za kibiashara, zingine ni za kiuchumi. Wapo wengine wanawekeza kwenye bandari, ukanda mwingine wa bahari ukielekea kwenye mataifa ya jirani huku, ukanda mwingine wa bahari ile wanawekeza kwenye bandari. Tanzania inafufua TAZARA inayokwenda mpaka Zambia. Wanajua Zambia na majirani wengine ambao ni ndugu zetu watatumia bandari ya Dar es Salaam. Wanajua njia pekee ya mradi wao kule ufanikiwe ni kuhakikisha huko hamna amani. Amkeni. Wapo wengine na yule mwanaharakati amesema mwenyewe, sio kwa maneno yangu, amesema mwenyewe alipofungiwa maakaunti yake yao ya kichochezi, anasema wale wao wapige kelele, akasema na taifa fulani la jirani ambalo liliwasaidia kufanya vurugu hapa kwamba na wenyewe wapige kelele. Kwa hiyo amesema mwenyewe kuna taifa jirani liliwasaidia mpaka na pesa na mkakati wa kufanya vurugu kwenye nchi yetu. Hao wanajua Tanzania imejenga reli ya kisasa nzuri kuliko ya kwao. Wanajua utalii wa Tanzania unakuwa, wanajua bandari inafanya vizuri. Na baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa vibaraka, wengine wanatokea huku Songwe, wapo tunajua wamehifadhiwa katika taifa fulani. Na mimi siogopagi kusema, kama sikuogopa Simba nikiwa na miaka 15 tu aliyetaka kuchukua ng'ombe wa babangu, nitaogopa mavibaraka wanaotaka wavamie nchi yetu? Nitawasema waliowatuma na vibaraka waliotumwa wamehifadhiwa. Wapo wa vyama vingine vibaraka, badala ya kushiriki siasa wanataka washiriki ukibaraka wa kuharibu nchi yetu. Wamehifadhiwa ni viongozi wa vyama vya siasa. Mmoja wapo ndio kapewa bilioni 5
dola milioni 2. Akiwa kwenye chama chake tulikuwa tunaombana M-Pesa humu. Haya mambo ya vyama, tunaombanaga mafuta, tunaombana M-Pesa. Juzi tu kupata ukibaraka, kageuka tajiri, anapewa bilioni 5, anakaa hoteli ya kitalii miezi 6. Wale waliompa hizo hela wanataka azirudishaje? Kama ninyi amshtuki, wanataka wazirudishaje zile fedha? Mwalimu Nyerere alisema Mtanzania wa kawaida hawezi kununua watu kabla kwanza yeye hajanunuliwa. Wanapewa hizo fedha, watazirudishaje? Kwa ahadi ipi? Kama sio hicho chama kimesema tupeni hela sisi, tukiingia sisi mtachukua uranium, mtachukua na gesi, mtachukua na makaa ya mawe, watarudishaje zile fedha wanazowapa? Hizo fedha wanazopewa watarudishaje wale waliowatuma? Mimi naijua hii michezo ya rasilimali yote, naijua. Na wakiendelea nitafumuka zaidi ya hapa. Simtanilinda? Simtanilinda? Wangapi watanilinda? Nchi zote zilizowahi kupata rasilimali, haya mambo ndo yalitokea. Angalieni kwa miko ya mahusiano ya kimataifa sitataja. Angalieni hata huku SADC. Kuna nchi zimewahi kupigana miaka na miaka zilipogundua tu rasilimali. Zilipoisha hizo rasilimali na wale vibaraka wakaisha. Sasa hata watu wengine mkisema uchaguzi, hivi kweli kwenye ukanda wetu huu kuna nchi inaobadili viongozi kama sisi? Kule kwingine kwenye zile demokrasia zao wanazozijua wenyewe, mliwahi kuwaona wakiwakemea? Wameweka vibaraka, wanawalipa. Na ile kibaraka moja wao, ile mwanaharakati akasema yeye mwenyewe alipoambiwa, wafuasi wake walimwambia njoo uongoze haya mavurugu unayoyapanga, akasema yeye kule alipo anaishi nyumba ya bilioni 12. Amezitoa wapi? Kwa kufanya ukibaraka kwenye nchi yetu. Anasema anatembelea gari ya milioni 500. Amezitoa wapi? Yaani akiwaambia nyie mchome nchi yenu, yeye kule analipo. Nini? Wanajua Tanzania imegundua uranium, imegundua madini ya adimu, itakuwa nchi ya kwanza Afrika. Sasa hivi Tanzania ni nchi ya kwanza Afrika kwa upatikanaji wa madini ya adimu, ikiwemo uranium, yakiwemo na haya ambayo yako Songwe. Wanajua Tanzania ni miongoni mwa nchi 5 zenye akiba nyingi ya gesi, na wanajua ndani ya miaka michache hapa tutaanza kuuza gesi. Wanajua Tanzania ni moja ya nchi 5 zenye wingi wa chuma, zenye wingi ya makaa ya mawe. Na wanajua madini haya hawawezi kuyapata kama Watanzania wameungana. Sasa mnaanza kuletewa kila siku hoja ya kuwagombanisha Watanzania. Kila siku hoja ya kuwagombanisha Watanzania. Na sisi Watanzania tukataka kuanza kuitikia chuki zinazoletwa za ajabu ajabu. Chuki za ovyo zisizo na kichwa wala miguu. Ninyi mnadhani hiyo ni ajenda? Wenzenu wanaangalia uranium, wanajua hawawezi kupata uranium kama Watanzania wameungana. Wanajua hawawezi kupata gesi kama Watanzania wameungana. Wanataka wagombanishe kila kundi ndani ya nchi yetu.